الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. आज से Mtukufu ayyadahullahu ta'ala bin Aziz anasema kuanzia leo tena nitaanza kueleza kuhusu maswahaba walioshiriki katika vita ya Badri, na sahaba ya kwanza ni Hazrat Sanan bin Abi Sina. Alikuwa katika kabila la Banu Asad. Alishiriki katika vita ya Badri na vita ya Uhud, na katika Khandak pia alishiriki. Vile vile alishiriki katika vita ya Hudaybiyah. Hivyo ndivyo katika vita yote yeye alikuwa pamoja na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Katika Bai'at Ridwan ni nani aliyefanya bayat? Kuhusu hii kuna ikhtilafu. Wengine wanasema Hazrat Abdullah bin Umar ni yule ambaye alitangulia kufanya bayat, na wengine wanasema Hazrat Salama ni yule ambaye alifanya bayat kwanza. Lakini inasemwa Hazrat Sinan ni yule ambaye alifanya bayat kwanza, na wengine wanasema baba wa Sinan ni yule ambaye alifanya bayat kwanza. Imeelezwa katika historia kwamba wakati wa Bai'at Ridwan, wakati Mtume sallam alipoanza kuchukua bayat kutoka kwa watu, Hazrat Sinan pia akamwomba Mtume sallam akubali bayati yake. Kwa kusikia hii, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba unafanya bayati juu ya nini? Sinan radhiyallahu ta'ala anhu akasema, yoyote ambaye unayo moyoni mwako mimi nafanya bayat juu yake. Mtume sallam akasema, moyoni mwangu ni nini? Niambie nina nini moyoni mwangu. Maswahaba wakasema, kupata ushindi na kupata bishara. Na wengine pia wakaanza kusema sisi pia tunafanya bayat juu ya maneno haya. Na wakasema sisi pia tunafanya bayat juu ya maneno haya ya Hazrat Sinan. Hazrat Sinan alikuwa katika masahaba waliohamia Madina. Tulaha bin Khalid alidai kuwa nabii. Hazrat Sinan alimwandikia barua Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba yeye amedai kuwa nabii. Na sahaba wa pili ni Hazrat Meja, alikuwa mtumwa wa Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala anhu, na baba yake alikuwa anaitwa Swaleh. Aliuawa katika vita ya Badri. Alikuwa kutoka katika Yemen. Aliletwa kwa Umar wakati alipokuwa mfungwa. Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala anhu kwa kumfanyia ihsani akamwacha huru, akampatia huru. Alikuwa miongoni wa maswahaba waliotangulia kuhamia Madina, na aliwahi kushiriki katika vita ya Badri. Alipata baraka ya kuuawa katika vita ya Badri. Amir bin Hazrami ni yule mtu ambaye aliyemuua
Hazrat Said bin Musayyib anasimulia Hazrat Mehja alipouawa alikuwa anasema maneno haya, ana Mehja wa ala rabbi arjeu, yani mimi ni Mehja na mimi narudi kwa Mola wangu. Hazrat Mehja alikuwa miongoni mwa wale kuhusu kwao aya hii ilishuka, wala tatrudi allazina yakuna rabbahum bilghadawati wal ashiye, yani wewe usiwafukuze wale watu ambao wanamuita Mwenyezi Mungu asubuhi na jioni kwa kutaka ridhaa yake. Huzur anasema kwamba aya hii iliposhuka maana yake si hii kwamba nauzubillah mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiwafukuza wanyonge na maskini. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiwapenda wanyonge na maskini, na alikuwa mfano mzuri katika hali hii ya kuangalia wanyonge na maskini. Katika aya hii Mwenyezi Mungu amewajibu wale matajiri ambao walikuwa wakitaka kwamba wao waheshimiwe zaidi, wapewe heshima zaidi kuliko watu wanyonge, na wao walipewa jibu katika aya hii. Kwa sababu ya maoni yao haya Mwenyezi Mungu aliwaambia, mimi nimeamuru mtume wangu kwamba watu wanyonge na maskini ambao wamezidi katika ibada, hawa wanyonge wao wana heshima zaidi kuliko mali yenu na kuliko heshima ya familia yenu. Na mtume Mwenyezi Mungu anafanya sawa na amri ya Mwenyezi Mungu. Basi kutoka katika aya hii Mwenyezi Mungu aliwajibu wale matajiri ambao walikuwa wakidhani kwamba wao wana heshima zaidi kuliko hawa watu wanyonge. Mungu alisema kwamba Mungu hajali kuhusu heshima yenu wala mali yenu, bali yeye anawajali wale wanyonge. Kisha Amir bin Mukhallad ni sahaba mwingine wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Mama yake alikuwa anaitwa Amara bint Khansa, alikuwa kutoka katika kabila la Khazraj. Katika vita ya Badri na Uhud alishiriki, na siku ya Uhud katika vita ya Uhud aliuawa katika njia ya Allah. Kisha kuna sahaba mwingine Hazrat Hatib bin Amr bin Abd Qais Abd Shams. Abu Hatib ilikuwa lakabu yake. Alikuwa kutoka katika kabila la Banu Amr. Mama yake alikuwa naitwa Asma binti Haris na alikuwa katika kabila Ashja. Hazrat Suhail bin Amr, Hazrat Salid bin Amr alikuwa ndugu yake. Katika watoto wa Hazrat Hatim alikuwa Amr bin Hatim. Mtume sallam kabla hajaingia katika Dar Arkam, kwa sababu ya mahubiri Hazrat Abubakar alisilimu. Alihama upande wa Habsha mara mbili, na mara ya kwanza maswahaba waliuhamia. Mara ya kwanza alikuwa sahaba huyu ambaye alihamia Habsha wakati alipohama kutoka Maka na alihamia Madina, na alikaa katika nyumba ya Abdul Munzir. Katika vita ya Badri pamoja na ndugu yake Hazrat Salid bin Amr alishiriki, na vile vile alishiriki katika vita ya Uhud. Mtume sallallahu alaihi wa sallam Hazrat
hadrat sauda aliolewa na mtume muhammad saa sallam na alileta ujumbe wa mposa hadrat salid aliyekuwa ndugu wa huyu sahaba. maelezo ya harusi hii ni hivi iliyoelezwa katika tabakatul kubra. mume wa hadrat sauda hadrat sakran bin amr alikuwa ndugu wa hati bin amr. yeye alifariki katika maka. wakati eda yake ilipotimia, ni eda ya hadrat sauda ilipotimia, mtume sallallahu alaihi wasallam alituma ujumbe wa mposa. hadrat sauda akasema mimi nitafanya sawa na amri yako. mtume sallallahu alaihi wasallam akasema utieue mtu yeyote kutoka katika taifa lako ili yeye afanye mpango wa harusi. kwa hiyo hadrat hatib bin amr aliteuliwa kwa ajili ya kazi hii. kwa hiyo yeye alishughulikia harusi hii. hadrat sauda baada ya khadija alikuwa mke wa pili aliyeolewa na mtume muhammad sallallahu alaihi wasallam. katika bait rizwan iliyotokea katika hudaybia pia hadrat hatib alikuwepo. kisha abu huzaima ni sahaba mwingine wa mtume muhammad sallallahu alaihi wasallam. abu huzaima bin aus, mama yake alikuwa anaitwa amra. hazrat masud bin aus pia alishiriki katika vita ya badri. katika vita ya badri, ohod na khandak pamoja na vita hizi alishiriki katika vita yote pamoja na mtume saa sallam. na wakati wa hadrat usman katika uhalifa wake alifariki. kisha kuna saba mwingine aitwaye hadrat tamim. alikuwa mtumwa wa hadrat kharash. mtume sallallahu alaihi wasallam kati yake na kati ya khubab bin utba alifanya udugu. alishiriki katika vita ya badri na uhud. kisha ni hadrat munzir bin kudama sahaba mwingine wa mtume sallallahu alaihi wasallam. hadrat munzir bin kudama alikuwa katika kabila la banu ghanam. alishiriki katika badri na uhud. sawa na allama waqidi aliteuliwa juu ya wafungwa wa banu kainuka. kisha ni haris bin hatib sahaba mwingine alishiriki katika vita ya badri. lakabu yake ni abu abdullah na mama yake alikuwa naitwa umama binti samat. alikuwa kutoka katika kabila la aus. alikuwa ndugu wa hadrat salba bin hatib, hadrat haris bin hatib na abu lababa bin munzir. pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa wanaenda kwa ajili ya vita ya badri katika sehemu ya ruaha. mtume sallallahu alaihi wasallam akamteua hadrat lubaba kuwa amiri wa madina, na hadrat mtume sasma alimteua haris kwa kuwa amiri wa kabila lingine, lakini aliwahisabu hao wote kama wameshiriki katika vita ya badri na wao walipewa mali ya ghanimat. huyu alishiriki katika vita ya badri na uhud na vile vile katika bait rizwan. yeye alitoka kwa ajili ya vita ya badri na nia yake ilikuwa hii kwamba ashiriki katika vita ya badri, lakini yeye alirudishwa na mtume sasema alimteua kuwa amiri wa kabila fulani, lakini mtume sasema alimhisabu pamoja na wale masahaba walioshiriki katika vita ya badri. yahudi moja
alimuua Hazrat Haris. Huzur anaeleza kuhusu sahaba mwingine alikuwa katika kabila la Khazraj, alishiriki katika vita ya Badri. alikuwa baba wa Hazrat Haris. Hazrat Salib bin Zaid lakabu yake ilikuwa Aljiz, na aipewa lakabu hii kwa sababu ya kuwa mtu mwenye nguvu sana. Alipewa lakabu hii kwa sababu ya hii kwamba alikuwa na adhma. Yeye alikuwa na mwili mwenye nguvu sana na moyo mzuri. Zaidi ya hii habari haipatikani kuhusu Salba. Hazrat Ukba bin Wahab ni sahaba mwingine. Hazrat Ukba bin Wahab anaitwa Ukba Abi Wahab. Katika Badri na Uhud na Khandak, katika vita yote alishiriki pamoja na Mtume sallam. Watu kadhaa walikuja kukutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika Madina. Mtume sallam aliwahubiri na wao wakakataa mahubiri ya Mtume sallam. Wale maswahaba ambao waliwalaumu wale watu, miongoni mwa hao walikuwa Hazrat Ukba, kwa sababu wao hawakukubali mahubiri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Maelezo yake ni kwamba watu kadhaa walimjia Mtume sallam. Mtume sallam akazungumza nao na akawaita upande wa Islam, na wao kwa kusikia mahubiri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam wale watu wakasema, wewe unatuhubiri nini? Sisi ni wapendwa wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kama maansar walisema, Mungu akateremsha hii, wakalatil yahudu wa nasara nahnu abnaullah wa hibahu kul falima yu'azibukum bizunubikum bal antum basharun mimman khalaq yaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha walillahi mulku samawati wal ardi wa ma bainahuma wa ilayhi al-masir. Mayahudi na Wakristo wakasema, sisi ni watoto wa Mungu na sisi ni wapendwa wake. Uwaambie kama ni hii, kwa nini Mungu anawaadhibu kwa sababu ya dhambi yenu? Bali nyinyi ni miongoni mwa wale ambao waliumbwa na Mungu. Nyinyi ni watu, na Mungu anamsamehe amtakaye na anamwadhibu amtakaye, na ufalme wa mbingu na ardhi ni ya Mwenyezi Mungu, na watu wote watarejea kwake. Sawa na Ibn Ishaq, Mtume sallallahu alaihi wasallam alipofanya mahubiri, alipowahubiri wale watu na alipowakumbusha wale watu kuhusu Islam, wale watu wakamkadhibisha Mtume sallallahu alaihi wasallam na wakakadhibisha mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Maaz bin Jabal na Saad bin Ubada na Ukba bin Wahab, hawa ni maswahaba ambao waliwaambia wale Mayahudi kwamba, enyi Mayahudi, muogope Mwenyezi Mungu. Wallahi nyinyi mnajua kwamba huyu ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Nyinyi wenyewe mlikuwa mkiomba kwamba huyu nabii aje, na mlikuwa mkituelezea nabii huyu aje. Wahab bin Yahuza na mwenzake mwingine wakasema kwamba sisi hatukusema hivi, wala hakuna kitabu chochote kilichoteremka baada ya Musa alayhi salam, wala Mungu hatateremsha kitabu kingine chochote, wala Mungu hakutuma nabii mwingine yeyote baada ya Musa alayhi salatu wasalam. Yani wao wakakataa kwamba walikuwa wakisema hivi, na walikataa bishara zote za Biblia. Hazur anasema hii ndiyo ni hali ya maulamaa wa Kiislamu.
ambao wanamkataa sayyidina alayhi salatu wassalam. Zamani walikuwa wakisema kwamba masihi hatakuja, lakini sasa wanasema masihi hatakuja. kisha sahaba mwingine ni Hazrat Habib bin Aswad. Hazrat Habib bin Aswad alikuwa mtumwa aliyepewa huru, alikuwa hana watoto. alikuwa anajulikana kwa jina la Khubayb pia. kisha Hazrat Usama Ansari ni sahaba mwingine. Hazrat Usama alikuwa katika kabila Banu Ashja. katika Badr, Uhud na vile vile katika vita yote alishiriki pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam. wakati wa Hazrat Muawiya bin Abi Sufyan alifariki. Hazrat Rafi bin Haris ni sahaba mwingine, anaitwa Rafi bin Haris bin Sawad. alikuwa kutoka katika kabila la Banu Najjar. Badr, Khandak na Uhud vile vile katika vita yote alishiriki pamoja na Mtume sallam. wakati wa uhalifa wa Uthman alifariki. Hazrat Rafi bin Harith alikuwa na mtoto mmoja alikuwa anaitwa Haris. kisha ni Zukhaila ambaye ni sahaba mwingine, alikuwa anajulikana kwa majina mbalimbali. wengine wanasema Nukhela, wengine wanasema Nujela, na wengine wanasema Ruhela. baba yake alikuwa anaitwa Salba bin Khalid. alishiriki katika vita ya Badri na Uhud. alikuwa kutoka katika kabila la Banu Beaza, na wakati wa vita ya Safina alikuwa pamoja na Hazrat Ali. kisha Hazrat Jabir bin Abdullah ni sahaba mwingine. Hazrat Jabir alikuwa pamoja na wale masahaba 6 ambao walisilimu katika Makka. alishiriki katika Badri, Uhud na vita ingine yote pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam. yani alipata bahati ya kushiriki vita yote pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam. vile vile amesimulia hadithi mbalimbali kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. katika Bai'at Aqba Ula katika Ansar, mtu wa kwanza aliyesilimu katika Ansar ni huyu sahaba. usiku wa Aqba Ula alipokutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu akamuuliza, wewe ni kutoka katika kabila gani? yeye akaeleza maelezo yote ya kabila. na wakati ule walikuwa watu 6 katika Ansar pamoja naye. walikuwa 6 maansar na huyu alikuwa mmoja wao. hawa wote walisilimu wakati waliporudi Madina. baada ya kurudi Madina wakawaambia wenyeji wa Madina kuhusu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Sabit bin Akram ni sahaba mwingine, nataka kueleza habari yake pia. alikuwa miongoni mwa wale walioshiriki katika vita ya Badri. alishiriki Badri na vile vile alishiriki pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika vita yote. Mtume sasa alipohamia Madina, As bin Adi akatoa nyumba yake kwamba kule msikiti ijengwe. Mtume sallallahu alaihi wasallam alimpatia nyumba ya huyu sahaba Hazrat Sabit, na nyumba ile ilikuwa karibu na msikiti. huenda watu walikuwa wakiswali katika nyumba ile. Uzuri anasema wale ambao wamefanya tafsiri naona wamekosea.
wao wasifanye tafsiri, wasifasiri kama watoto wanafasiri. Wanatakiwa wao waangalifu sana. baada ya kuwawa kwa hadrat abdullah bin rawaha, hadrat sabit bin akram alipewa bendera na akasema, enyi waislamu, muteue mtu mmoja miongoni mwenu awe kiongozi wenu. Watu wakasema, sisi tunataka wewe uwe kiongozi wetu. Akasema, mimi siwezi kufanya hivi. kwa hiyo watu wakamchagua hadrat khalid bin walid kuwa kiongozi wao. na habari hii inapatikana katika ibn hisham. katika historia inapatikana wakati wa vita ya maota, wakati makafiri walipoona waislamu na kwa kuona idadi ya waislamu wakadhani kwamba wao hawawezi kupigana na waislamu. Hazrat abu huraira radhiallahu taala anhu anasimulia, alishiriki katika vita ya maota. maadui walipokuja karibu nasi, tukaona kwamba wao katika idadi ni wengi sana, sisi hatuwezi kupigana nao, hakuna mtu yeyote ambaye anaweza kupigana nao, yani idadi yao ilikubwa sana. Hadrat sabit bin akram akaniambia kwamba hali yako inaonekana kwamba wewe umeona watu wengi sana, kundi la watu wengi sana. Mimi nikasema ndiyo, ni kweli. kwa kusikia hii Hadrat sabit akasema, je, wewe hukushiriki pamoja nasi katika vita ya badri? Kule sisi tulikuwa wachache na kule hatukupata ushindi kwa sababu ya kuwa watu wengi sana. Tulipata ushindi kwa fadhila na baraka za Mwenyezi Mungu. Hadrat sabit pamoja na Hadrat Khalid alienda kupigana na wale watu walioritadi. wao walipokuwa ikiwa hawasikii sauti adhan walikuwa wakiwashambulia, na walipokuwa wakisikia sauti ya adhan walikuwa hawashambulii. sabit na okasha hawa wote walitumwa kwa ajili ya kuleta habari ya maadui. na hawa wote wawili walipambana na maadui wawili. Tuleha alipambana na hadrat okasha na mtu mwingine alipambana na hadrat sabit. yani hawa wote pia walikuwa maadui, walitangulia kwa ajili ya kuleta habari kutoka kwa waislamu. abu waqid anasema, sisi tulikuwa tunatangulia. zaid bin khatab alikuwa amiri wetu na sabit na ukasha walikuwa wanatangulia. Hazrat khalid na waislamu wengine walikuwa nyuma. tuliendelea kusimama karibu na maiti ya sabit na ukasha. Hazrat khalid alipokuja baadaye, hawa wote walizikwa katika mawazi yao jinsi walipouawa. wale waliwaua hadrat sabit na hadrat ukasha, hadrat umar aliwaambia kwamba mimi sitawasamehe kwa sababu nyinyi muliwaua hawa wawili. muhammad bin umar anasema hadrat sabit aliuawa na tuleha katika hijiria 12. kisha hadrat salma bin salama ni sahaba mwingine, alikuwa ansari. wakati mtume saa salam, habari hii ilipofika madina kwamba mtume saa salam amedai kwa nabii, alikuwa miongoni mwa wale watu waliotangulia kupokea mtume salallahu alaihi waalihi wasallam.
katika baithi ukba aula na sania alishiriki. vile vile alishiriki vita yote pamoja na mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala anhu wakati alipokuwa halifa alimteua kuwa amiri wa Yamama. Umar bin Qatada anasema mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika Salama bin Salama na sahaba mwingine alifanya udugu, na riwaya nyingine ni kwamba Zubair bin Awam na Salama bin Salama walikuwa ndugu wakati alikuhambia Madina. Yeye mwenyewe anaeleza habari ya utoto wake kwamba nilipokuwa mtoto na nilikuwa nimekaa pamoja na watu wa familia, Myahudi mmoja mtaalamu akaja pale na akaanza kueleza habari ya kiyama na habari ya pepo na moto, na akasema kwamba washirikina wataenda motoni, na watu wa familia yake kwa sababu walikuwa washirikina walikuwa hawaelewi kwamba baada ya kufa mtu atafufuliwa tena. Na wale watu wa familia wakamuuliza kwamba je, watu tena watapata uhai baada ya kufa kwao? Kwa sababu walikuwa hawaamini kwamba baada ya kufa watu watafufuliwa. Na wao wakaulizwa kwamba je, itatokea hivi? Yule Myahudi akasema ndiyo. Na wakasema alama yake ni nini? Yeye akaashiria upande wa Maka na Yemen, akasema upande huu nabii mmoja atakuja. Wale wakamuuliza huyu nabii atakuja lini? Akasema akaniashiria wakati ule mimi nilikuwa mtoto mdogo, wakati akasema ikiwa huyu mtoto anapata umri mrefu lazima huyu atamwona huyu nabii ambaye atakuja baadaye. Anasema baada ya tukio hili miaka kadhaa ilipita, sisi tulipata habari kwamba mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amedai kuwa nabii. Kwa hiyo sisi sote tukampokea. Wakati yule Myahudi pia bado alikuwa hai, lakini yeye kwa sababu ya husuda hakumpokea mtume sallallahu alaihi wasallam. Sisi tukamwambia kwamba wewe ulikuwa ukituelezea habari ya mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini wewe mwenyewe hukumpokea. Akasema huyu si yule nabii ambaye nilikuwa nikieleza. Kwa hiyo yeye alikufa katika hali hii ya ukafiri. Wakati Hazrat Usman, wakati fitina ilipotokea, yeye akajitenga na akaanza kufanya ibada kule ili yeye asijihusishe na katika fitina. Kuhusu kifo chake kuna ikhtilafu. Wengine wanasema katika hijiria 34, wengine wanasema 45 hijiria alifariki. Umri wake ulikuwa miaka 74 wakati alipofariki, na alifariki katika mji wa Madina. Kisha Hazrat Jabir bin Atik ni sahaba mwingine, yeye alishiriki katika vita ya Badri. Alishiriki vita yote pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam. Aliishi Madina mpaka mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipofariki. Lakabu yake ilikuwa Abdullah. Alikuwa na watoto wa kiume wawili na binti moja. Jabir bin Atik na Khubab bin Arth ni wawili ambao walikuwa ndugu wakati alipohamia Madina, na alipewa bendera ya Banu Muawiya wakati wa ushindi wa Makka, na alifariki katika umri wa miaka 71. Hazrat Sabit bin Saliba ni sahaba mwingine. Alishiriki katika Akbasani pamoja na masahaba 70. Alikuwa pamoja na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika vita zote, na katika vita Taif alifariki. Kisha ni Suhail bin Wahab, sahaba mwingine.
jina lake lilikuwa suhail bin rabia. mama yake alikuwa anaitwa dad, lakini alikuwa anaitwa bedha. alikuwa anajulikana kwa jina la ibne bedha. katika vitabu jina lake linapatikana suhail bin bedha, na alikuwa kutoka katika kabila la banu faher. alisilimu mwanzoni, na baada ya kusilimu alihamia habsha, na alikaa kule kwa miaka mingi sana. wakati islam ilipoenea akarudi tena maka, kisha alihamia madina. pamoja naye safwan pia, ndugu yake safwan pia alishiriki katika vita ya badri. wakati aliposhiriki katika vita ya badri umri wake ulikuwa miaka 34. alikuwa pamoja na mtume sallallahu alaihi wa sallam katika vita zote. ndugu yake tatu aitwaye sahal alikuwa pamoja na washirikina katika vita ya badri. alama alhajar askalani anaandika kwamba sahal alisilimu katika maka, lakini yeye hakudhihirisha kwamba amesilimu. alikamatwa na quraish ibn masud, akatoa ushahidi kwamba mimi nimemuona huyu alikuwa na swala miskitini. kwa hiyo akapewa uhuru na alifariki katika madina. mtume sallallahu alaihi wa sallam aliongeza jeneza yake miskitini. sahaba moja anasimulia mtume muhammad sallallahu alaihi wa sallam katika safari ya tabuk, mtume saa sallam alimkalisha nyuma yake. anasema mtume saa sallam akasema kwa sauti ya juu, ewe suhail, na akasema hivi mara 3, na kila mara aliposema suhail akasema labbaik ya rasulallah, mpaka watu wote wakajua kwamba mtume saa sallam anamwita suhail. kwa watu wote wakaja karibu na hadrat suhail. watu walipokuja pale karibu mtume wakasema, yeyote anayesema hakuna abudiwaye isipokuwa mwenyezi mungu, na yeye ni peke yake na hana mshirika, basi mungu ataharamisha moto juu ya yule mtu ambaye anatamka shahada hii. Hazur anasema shahada hii ni ile ambayo waislamu wote wanatamka, na hii ndiyo ni alama ya kuwa mwislamu. lakini mashekh wa siku hizi wanatoa fatwa dhidi ya maneno haya mtume saa salam. hadha suhail anasema tulikuwa hatunywi pombe, tulikuwa tukinywa fazikh. nilikuwa siku moja nawapatia watu kadhaa pombe. mtu mmoja akaja akasema, je, umepata habari? akasema, habari gani? akasema, habari ni hii kwamba pombe imeharamishwa. na wale watu ambao walikuwa wanakunywa pombe wakasema, ewe anas, umwage mitungi ya pombe. na anasema baada ya kupata habari hii sisi hatukuzungumza hata kuhusu pombe. na riwaya ingine ni kwamba pamoja na suhail walikuwa maswaba kadhaa walikuwa na kunywa pombe. alipofariki mtume sallallahu alaihi wa sallam aliongoza jeneza yake katika msikiti wake. Hazrat ubayd bin abdullah anasimulia Hazrat aisha radhiallahu taala anha akasema kwamba jeneza ya Hazrat Saad iletwe miskitini ili aweze kusali swala ya jeneza.
watu wakasema kwamba unasema nini. Harat aisha akasema kwamba watu wanasahau haraka sana. mtume sallallahu alaihi wa sallam aliongeza jeneza ya hadrat suhail bin baida msikitini, na watu walikuwa wanafikiria kwamba jeneza ya saad iswaliwe uwanjani, lakini aisha akasema kwamba jeneza ya suhail pia iliswaliwa msikitini. hadrat tufail ni sahaba mwingine. abu ubaida na hasin ni ndugu zake. pamoja na ndugu zake hawa wawili alishiriki katika vita yote pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam. hadrat munzir bin muhammad aliwahi kuwa ndugu wakati alipohamia madina. hadrat tufail alifariki katika umri wa miaka 70 katika hijiria 32. kisha kuna sahaba mwingine abu salid sulaira bin amr, usaira bin amr ilikuwa jina lake na lakabu ilikuwa salid, na alikuwa anajulikana kwa jina la abu salid. aliwahi kushiriki katika vita yote pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam. alikuwa kutoka katika kabila la adi bin najar. baba yake pia alikuwa sahaba, alishiriki katika vita ya badri. mtoto wake abdullah anasimulia kutoka kwake kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alisema watu wasile nyama ya punda, na wakati ule watu walikuwa wanapika nyama ya punda. kwa hiyo sisi tukamwaga wakati tuliposikia amri hii ya mtume saa salam. salba bin hatib ansari ni sahaba mwingine, alikuwa banu amr bin auf, alishiriki katika vita ya badri na uhud. alipata bahati ya kushiriki katika vita ya badri na uhud, na vile vile inapatikana katika riwaya ingine kwamba alishiriki katika vita ingine pia. harat umama bahli anasimulia salba bin hatib ansari alimjia mtume sallallahu alaihi wasallam na akasema, ewe mtume Mwenyezi Mungu, niombee Mungu anipatie mali. mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kusikia swali hili akasema kwamba anasikitika kwamba ni wachache ambao wanamshukuru Mungu na hawawezi kuangalia vizuri mahali. kwa hiyo yeye mtume sasa hakumwombea. baada tena huyo akaja na akamuomba mtume sasa kwamba amuombee ili apate mahali. mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, je, kwa ajili yangu mfano wako hautoshi? unaomba nikuombe upate mali? akasema wallahi. mtume sasa akasema wallahi, ikiwa naamuru mlima uwe dhahabu basi mlima utakuwa sawa na amri yangu, lakini mimi sifanyi hivi. mara ya 3 huyu sahaba akamjia mtume saa salam tena na akamuomba yeye amwombee, na akasema kwamba uniombee nipate mali. mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kusikia mara ya 3 akamwombea na akasema, mola umpatie mali. anayesumulia hadithi kwamba wakati alipokuja kwa mtume saa salam alikuwa na mbuzi kadhaa, lakini baada ya maombi ya mtume saa salam mbuzi zake waliongezeka sana kama wadudu. kwa hiyo salba kwa kupata mbuzi wengi aliacha kuja msikitini kusali swala ya dhuhuri na alasiri, kwa sababu alikuwa anaangalia wanyama mbuzi. na siku ya Ijumaa pia alikuwa akija, lakini baada aliacha kuja hata kusali swala ya Ijumaa. siku moja mtume sasa akauliza kuhusu salba siku ya Ijumaa. watu wakasema kwamba huyu ana mbuzi wengi sana na yeye haji kwa sababu anakuwa na shughuli nyingi sana, hapati nafasi ya kuja kusali swala ya Ijumaa. mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kusikia hii alisikitika sana, na akasikitika mara 3.
wakati aya kuhusu zaka zilipoteremka, mtume saa salam akatuma watu wawili kwa ajili ya kuchukua zaka. Hawa watu walipomjia Saleba akasema kwamba akatoa udhuru na hakutoa zaka, na akasema kwamba mkusanye zaka kutoka kwa watu wengine kwanza, mimi nafikiria baadaye nitawapatieni zaka. Hawa watu waliotumwa na mtume sasa wakachukua zaka kutoka kwa watu wengine, na wale watu wengine wakatoa zaka vizuri. Zura anasema kwamba riwaya hii ni ndefu sana. Hatimaye ni hivi kwamba huyu Saleba hakutoa zaka, na wale watu ambao walitumwa na mtume saa salam waliporudi Madina wakamwambia mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba Saleba amekataa kutoa zaka. Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kupata taarifa hii alisikitika, na wakati ule aya hii ilishuka, wa minhum man ahada Allah in atana Allah. Ni aya ya sura Toba 75 hadi 77. wakati ule pamoja na mtume saa salam jamaa wa Saleba alikuwepo. Yeye aliposikia habari hii alimjia Saleba na akamwambia kuhusu wewe, Mungu ameteremsha aya fulani na fulani. Saleba akamjia mtume saa salam akasema, tafadhali upokee zaka. Mtume saa salam akasema, mimi siwezi kukupokea zaka kutoka kwako. baadaye wakati hazrat Abubakar akaleta zaka, hazrat Abubakar pia hakukubali zaka. wakati hazrat Umar akaja na akaleta zaka, yeye pia hakukubali zaka yake. na yeye akasema, kwa sababu mtume sasa hakukubali zaka yako, mimi pia sitakubali zaka. kisha hazrat Usman alipokuwa halifa akamjia na akasema, tafadhali pokea zaka yangu, lakini yeye pia hakukubali zaka yake. na wakati wa uhalifa Usman alifariki. Hazur anasema kwamba tukio hili upande mmoja inaeleza kwamba masahaba walishiriki katika vita ya Badri wataenda peponi, lakini upande mwingine kuna riwaya kuhusu yeye kwamba yeye alikataa kutoa zaka. Mimi nilipata wazo moyoni mwangu kwamba kwa nini hali hii imepatikana. Inaonekana kwamba riwaya hii si sahihi, labda riwaya hii ni kuhusu sahaba mwingine. Allama Ibn Hajar Askalani ameeleza tukio hili. Yeye pia katika ushauri wake amesema ikiwa tukio hili linathibitika kwamba yeye alikataa kutoa zaka, yeye alikataa kutoa zaka, basi katika hali hii hatuwezi kusema kwamba tukio hili ni kuhusu Hazrat Saleba, kwa sababu huyu sahaba ni yule ambaye alishiriki katika vita ya Badri, na wale maswahaba walioshiriki katika vita ya Badri Mungu amesema kwamba Mungu amewasamehe. kwa hiyo wale maswahaba hawezi kuwa na unafiki. Alama Ibn Hajar Askalani anasema kwamba huyu alikuwa Salba bin Hatab katika Ansar, na yeye alimjia mtume sallallahu alaihi wasallam, na yeye alimuomba. Huyu ni Salba bin Abi Hatib, na yule sahaba aliyeshiriki katika vita ya Badri, yeye ni sahaba mwingine, si huyu ambaye alikataa kutoa zaka. kwa sababu mtume sallallahu alaihi wasallam alisema wale ambao wameshiriki katika vita ya Badri na Uhud hawataenda motoni.
vile vile mwenyezi mungu amesema wale maswahaba walioshiriki katika vita ya badri, mungu amesema sasa mimi nimewasameheni. basi mtu ambaye alikuwa amepata sifa hii kutoka kwa mwenyezi mungu, namna gani anaweza kuwa na unafiki moyoni mwake? namna gani ataenda motoni? kisha ibni hajar anasema kwamba namna gani aya inaweza kushuka kuhusu sahaba yule ambaye alishiriki katika vita ya badri. kwa hiyo hii inathibitisha kwamba huyu saliba alikuwa mtu mwingine, si yule saliba ambaye alishiriki katika vita ya badri. kwa sababu majina ya hawa wote wawili ni aina moja, ndiyo maana watu wengine wanafikiria kwamba huyu saliba ni yule ambaye alishiriki katika vita ya badri, ilhali huyu saliba ni mtu mwingine. Huzur anasema kwamba hatuwezi kufikiria kuhusu maswahaba walishiriki katika vita ya badri kwamba wao wanaweza kufanya kitendo cha aina hii, kwamba wanakataa kutoa zaka. alama ibn hajar askalani pia ameweka wazi jambo hili. kisha saad bin usman ni sahaba mwingine wa mtume sallallahu alaihi wasallam, na wengine wanasema jina lake ni said bin usman. alishiriki katika vita ya badri. alikuwa miongoni mwa wale masahaba waliorudi nyuma katika vita ya Uhud, na baadaye hao wote walisamehewa na Mwenyezi Mungu. siku moja mtume sasam alikuwa katika sehemu ya Hara, na sehemu ile ilikuwa sehemu ya huyu sahaba, na kule alimwacha mtoto wake ili aangalie sehemu ile. baada yani mtoto wake hakuweza kumtambua mtume sallallahu alaihi wasallam. baada ya hadhrat saad alipokuja, yeye mtoto wake akasema mtu fulani alikuja na alikuwa na maumbile ya aina hii. hadhrat saad akasema huyu aliyekuja alikuwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, basi wewe uende na tafadhali ukutane na mtume sallallahu alaihi wasallam. kwa hiyo yeye akamjia mtume sallallahu alaihi wasallam, na mtume sallallahu alaihi wasallam akaweka mkono wake juu ya kichwa chake na akamwombea. kisha ni sahaba mwingine Hazrat Amir bin Umayya alishiriki katika vita ya Badri na vita ya Uhud. alikuwa kutoka katika kabila Adi bin Najjar. mtume saa salam alipoulizwa kuhusu kuzikwa kwa waliouawa katika Uhud, na mtume saa salam akasema kwamba muchimbe kaburi na wawili au watatu muzike katika kaburi moja. Amir bin Umayya pia alizikwa pamoja na watu wawili wengine. Hazrat Amr bin Abi Sarha ni sahaba mwingine, na wakati amesema jina lake lilikuwa Muammar. Abu Said ilikuwa lakabu yake. wakati wa Hazrat Usman radhiyallahu ta'ala anhu alifariki, ndugu yake Wahab alikuwa miongoni mwa wale waliohamia Habsha. alishiriki katika vita yote pamoja na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. yeye alikuwa hana watoto. alipohamia Madina alikaa katika nyumba ya Hazrat Kalsum. kisha Asma bin Hussein ni sahaba mwingine, ndugu yake Khubail alikuwa ndugu yake Khubail alishiriki katika Badri. wengine wanasema hakushiriki katika Badri, lakini wengine wanasema alishiriki Badri.
khalifa bin adi ni swahaba mwingine. kuhusu jina lake kuna ikhtilafu. wengine wanasema ni khalifa bin adi na wengine wanasema ni hudhaifa bin adi. alishiriki katika vita ya badri na uhud. kabla ya vita ya badri alisilimu na alipata bahati ya kushiriki katika vita ya badri. baadaye alishiriki katika uhud. baada ya vita ya uhud haijulikani kwamba ameenda wapi, lakini wakati wa Hazrat Ali radhiallahu taala anhu yeye alijulikana tena. yani kwa muda mrefu ye alikuwa hajulikani, lakini pamoja na Hazrat Ali radhiallahu taala anhu alishiriki vita yote. alishiriki katika vita mbalimbali. vile vile kuhusu kifo chake pia habari haipatikani. sahaba mwingine ni Hazrat Muaz, aliuawa katika Beir Mauna. baba yake alikuwa anaitwa Nais, alikuwa kutoka katika kabila Zarqi. alishiriki katika Badri na Uhud, na wakati wa Beir Mauna aliuawa. riwaya moja ni kwamba alipata majiraha katika Badri, na kwa sababu ya majiraha haya alifariki. pamoja naye Aiz ndugu yake pia alishiriki katika vita ya Badri. baada ya tukio la sulh Hudaybiyah, ngamia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam walipohamiwa na maadui na walichukua ngamia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na Mtume sallallahu alaihi wasallam alipopata taarifa ya habari hii, Mtume sallallahu alaihi wasallam alituma maswahaba 8. miongoni mwa maswahaba 8 Hazrat Muaz pia alikuwepo. Abu Ayash pia alikuwa pamoja nao. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia Abu Ayash kwamba umpatie farasi yako yule mtu ambaye ni mzuri zaidi kuliko wewe. akasema mimi ni mzuri zaidi kuliko watu wote. kwa yeye akaanguka katika farasi na akasikitika kwamba Mtume sasa alikuwa anamwambia yeye ampatie farasi yake mtu mwingine ambaye ni mjuzi zaidi kuliko yeye, lakini mimi nilisema mimi ni mjuzi zaidi. kwa sababu hii yeye alianguka katika farasi yake. na katika riwaya inapatikana kwamba Hazrat Muaz alipewa farasi ya Ayash baadaye. Hazur anaeleza kuhusu sahaba mwingine wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye alishiriki katika vita ya Badri. wengine wanasema alishiriki katika Bai'at Aqaba, na vile vile alishiriki katika vita ya Uhud na Khandaq pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Saad bin Zaid alimpatia Mtume sallallahu alaihi wasallam upanga wa Najrani, na Mtume sallallahu alaihi wasallam alimpatia upanga huu huyu sahaba, na akasema kwa kutumia upanga huu upigane na watu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, na akamsihi kwamba usishiriki katika fitina na ufisadi. Huzur anasema kwamba Mwenyezi Mungu ajalie Waislamu waweze kufuata nasahi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ili amani patikane duniani. Mwenyezi Mungu aendelee kupandisha madaraja ya maswahaba hawa wote wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na Mwenyezi Mungu atujalie sisi pia tufanye mema na tuweze kujitolea, na sisi tuweze kuishi maisha yetu kwa ikhlasi sana. Amin. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر